Mengi mpira mwingi. Safi, na ndio Yanga tulikuwa tunaitaka. Yanga yetu imerudi. Yanga yetu imerudi. Nani alipoteza? Hii Yanga imerudi. Tunachukua nafasi hii kwanza kuwapongeza viongozi wetu kwa kufanya mabadiliko ya haraka sana ya mwalimu. Mwalimu kiukweli mimi amenisurprise sana katika vitu ambavyo nilikuwa navitegemea. Ni mabadiliko makubwa ya uwezo wa kiufundi kutoka kwa mwalimu. Unaweza ukaona nilikuwa namwangalia katika mechi ya kwanza namna ambavyo alifanya sabu ya Rasini Kouma na Celestine Ekue, ikaja ikazaa matunda. Na leo namna ambavyo mtoto mdogo alivyokuwa anataka kutuzoea huyu. Waswahili wanasema mtoto mdogo halali na pesa. KMC kwanta kwa zoea? Anataka kutuzoea. Yaani alijikuta kwa sababu yeye ni baba mwenye nyumba. Akaona huyu mpangaji mwenye fedha naweza nikampanda kichwani. Akajisahau kwamba sisi tuna pesa matajiri. Yeye alibahatika zamani kujenga kibanda chake hichi. Mpangaji mwenye pesa kaingia. Sasa wewe mtoto mdogo ulali na pesa. Unaweza ukaona ni kiasi gani? Tuwapongeze kwanza. Tuwapongeze KMC namna ambavyo mwalimu alizungumza. Unaweza ukaona mwalimu Maximo alizungumza kwamba atakuja na game ya kukaba, game approach ya kukaba. Tukamwambia sawa, ngoja tusubiri tuone. Amekuja na mfumo wake wa kukaba, amekaba, amezuia, amejitahidi sana huko akiwa anashambulia kwa kushtukiza. Lakini kwa kuwa amekutana na soka lenye science, mwalimu mwenye uwezo mkubwa alimsoma mbinu zake na akamfanyia mabadiliko ambayo yamekuja kuleta mauaji makubwa kama hayo. Umesema Yanga imebadilika. Imebadilika katika kipi hasa? Kitu ambacho kimebadilika ni namna ambavyo tunasema katika science ya mpira. Namna ambavyo unaweza ukafanya kama unaona mchezo kwa jinsi unavyokwenda. Ukiangalia vizuri mwanzo mchezo jinsi ulivyokuwa, KMC walikuwa wanatubana katika njia tofauti tofauti, kiasi kwamba katika eneo la kati kunakuwa kugumu kupitika. Lakini unaweza kuona kipindi cha pili mwalimu anafanya mabadiliko, tunakuja kuanza kufungua ile password ya KMC. Tuwapongeze sana, hayo ndo mabadiliko tunayotaka. Unaweza kuona tulikuwa tunatumia njia ya wingo wa pembeni, tunajaribu kupitia katikati. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa sana. Kwa kwangu mimi naiona Yanga yetu imerudi. Wanaona baada ya mechi mlikuwa mnamwimba Andy Boyeli. Yes, kamba mbili, dakika chache tu lakini kamba mbili. Boyeli tunasema ni tembo. Na mimi nilikuwa namwangalia, nilikuwa natamani kumuona Boyeli aje aturudishie ile furaha tulikuwa tunaipata kutoka kwa Mayele. Lakini akawa mwanzo bado. Lakini mabadiliko ambayo mwalimu ameyaweka kwa wachezaji, unaweza ukaona namna gani walikuwa wanashindwa kuzitumia nafasi. Kimwangalia Prince Dube toka mwanzo alikuwa na hasu sana kupata nafasi. Lakini hata Boyeli mwenyewe unaweza ukaona mabadiliko makubwa ya kiufundi yanakwenda kuwabadilisha wachezaji. Unaweza ukaona namna gani siku ya leo mtu ametumia nafasi. Max ndani ya eneo la 18 ametumia nafasi vizuri. Unaona Pacome ametumia nafasi vizuri, Boyeli anaenda kutumia nafasi vizuri. Ndio mchezaji wa kwanza ambaye tangu ligi imeanza ametia kamba mbili kwenye mchezo mmoja. Kuna mwingine unaweza kunikumbusha? Hakuna. Na Yanga hii ndio imecheza mpira safi. Inamfunga mtu huku akiwa hawezi kulalamika kwa namna yoyote. Tunafunga magoli ambayo hayana lawama. Magoli. Yaani unamfunga mtu goli ambalo halina malalamiko. Kwani kina nani walilalamika baadaye? Kuna watu wamepewa goli. Sisi tumesajili wachezaji. Watu wamepewa goli. Nisikilize, sisi tumefanya usajili wa wachezaji waje wakatumikie kazi yao. Hatukusajili mpaka na marefari. Kuna watu wamepewa goli jana. Uongo? Wewe si shahidi. Mnyama kapewa goli jana. Goli lipi? Hivi toka lini ukaona? Nenda kafuatilia vizuri wakati Morris Abraham anapiga ile pasi. Jonathan Soa alikuwa kwenye eneo gani? Kwa mtu asiyejua mpira anakuambia alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini baada ya wale wachezaji kugusa mpira tayari offside imefia pale. Lakini wapo hata pia wanaosema haikustahili kuwa penalti hii ya leo. Hao wamesema waende wakafanya marudio vizuri. Imestahili kwa sababu tembo limedondoshwa chini. Unaweza kumuona tembo kabisa. Wewe unaona mtu kama Boyeli kumdondosha jambo la mchezo. Yaani kumwangusha yule chini umefanya kazi kweli. Kwa kwangu mimi tumeonyesha mchezo mzuri. Magoli safi, KMC hawajalalamika kokote. Bwana Pacome man of the match tena. Tulisema kwamba huyu ndo MVP wa ligi ya NBC. Unaweza ukaona leo tena anachukua man of the match. Lakini kuna watu walipinga hivi. Watu walipinga kwa sababu ya kutokuwa na uelewa. Kwa sababu nini maana ya MVP? Leo mchezaji ambaye ameonyesha kiwango kikubwa na bora kwenye mchezo wa leo ni nani? Pacome. Amekuwa na man of the match ngapi kwenye msimu ulioisha? 8 kuliko wachezaji wote. Kwa hiyo huyu anatosha sana. Lakini pia huyu anakwenda kuitengeneza nafasi ya Dar es Salaam Young Africans kuwa bingwa wa NBC kwa kufunga goli na kutoa assist ya goli. Simba anakufa chuma mbili. Benjamin Mkapa. Unampaje tuzo mtu mwingine? Kwa sababu ya magoli ya kutenga, ya penalti, ya faulo? Ukampe.
sio kweli. Kwa kwangu mimi amekuwa na mchezo mzuri. Bwana, hii ni kama inawawashia taa Waarabu kwamba njooni kwa tahadhari. Tena sio njooni kwa tahadhari. Hii inakwenda kutokea leo. Hii iliyokwenda kutokea leo inakwenda kuwa muendelezo pale Zanzibar. Niwaambie wana Yanga, jiandae, weka bajeti yako, tunakwenda Zanzibar. Zanzibar pale tunakwenda kumshughulikia Mwarabu. Umeelewa? Mwarabu anaenda kufa kama alivyokufa KMC. Farabati anaongoza ligi Morocco. Farabati Morocco aongozi ligi. Nani kasema? Jana kashinda kaongoza ligi. Kwa muda tu ile nafasi ya Wydad ile. Ile nafasi ya Wydad. Azizi yuko kule shemeji. Wewe uongoze ligi. Sio kweli. Kwa Zanzibar wanakufa. Kipigo cha leo cha KMC, taarifa nilizozipata Mwarabu kakiona. Na ameona kabisa huu moto wa Yanga. Hii ndio ile Yanga iliyokuwa inaimbwa hii. Tulikuwa tunaisikia. Kwa moto wa leo ni salamu kwa Mwarabu. Kwamba yeyote atakayekuja katika dimba la Amani, dimba ambalo tunakwenda tukiwa salama, sehemu ambayo tunakwenda kwenye utulivu wa kutosha. Kuna sehemu huwa hamui salama. Wanakuambia kwenye nyumba ukiona wapangaji wanaondoka, umebaki wewe mpangaji mmoja, jua wewe mchawi. Mimi ndo nakwambia. Watu wote wanaondoka. Wale wako kwenye michuano hii na maana huko hawastahili kupata raha. Tunawaambia watu wote wanaoitaka raha ifuateni Zanzibar. Yaani watu wote wanaondoka, wewe umebaki peke yako. Wewe si mchawi wewe. Mmeona nini katika uwanja New Amaan Complex? Kule ni sehemu salama kwa sababu tunasema kwamba kadi namba 1 ya mwanachama wa Dar es Salaam Africans Nyerere, namba 2 Karume. Kule tunaenda kwenye mikono salama kwa sababu kule kwetu nyumbani pia. Kwa tuko katika mikono salama. Benjamin Mkapa ya kwetu, Amani pia ya kwetu. Kwa tunakwenda kule kwa ajili ya kwenda kushiriki mchuano vizuri na sehemu yenye usalama zaidi. Shukrani. Asante.